Yes, hebu tuangazie taarifa ambako kauli ya Rais Samia kuhusu yaliyotokea Oktoba 29 inavyozua mijadala mitandaoni. Yaliyotokea yametia doa taifa. Karibu sana mtazamaji. Tunaangazia taarifa ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasema kwamba matukio ya vurugu ambayo yalitokea Oktoba 29 mwaka jana yaliweza kutia doa taifa na hayapaswi kujirudia tena nchini, na akisisitiza kuwa amani na utulivu ni msingi mkuu wa maendeleo ya Watanzania. Rais amesema hayo ikiwa ni Mei 8 wakati akizungumza na kundi la vijana ambao walikuwa wamekusanyika katika eneo la Chako ni Chako jijini Dodoma, akiwa njiani kuelekea Dar es Salaam. Baadhi ya vijana hao walionekana wakiwa wamevalia fulana nyeupe zilizochapishwa maneno Never Again kama ishara ya kukataa kurudiwa kwa machafuko hayo. Na katika kumnukuu, Rais anasema, nimepokea ujumbe wenu na nawapongeza kwa misimamo yenu, lakini niwaombe sana vijana, mlindane wenyewe kwa wenyewe na msikubali kutiwa maneno ya kuharibu usalama wa nchi yetu. Lililotokea nyuma halikuwa jema kwa yeyote, lilitumiza sote, aliweza kuzungumza Rais Samia huku akipokea shangwe kutoka kwa vijana hao. Mkuu wa nchi ameongeza kuwa matukio hayo yaliwaathiri vijana wengi, wakiwemo waliojiingiza bila kufahamu madhara yake kutokana na mkumbo na ushawishi wa mitandao ya kijamii, na amewataka vijana kuwa mstari wa mbele kulinda amani badala ya kutumiwa kuvunja utulivu uliopo. Aidha, Rais Samia amesisitiza kuwa Tanzania imejengwa katika misingi ya imara ya amani, umoja na mshikamano tangu enzi za waasisi wa taifa, na kwamba matukio ya Oktoba 29 hayawakilishi utamaduni wala tabia wa Tanzania. Sisi si watu wa amani, hatujazoea vurugu. Tusiate watu wachache kutosafua jina letu zuri, aliongeza. Rais amewaagiza viongozi wa serikali, dini na kimila kuendelea kutoa elimu kwa vijana kuhusu umuhimu wa amani na madhara ya chuki na uvunjifu wa sheria. Lakini pia amewataka wazazi na walezi kwa karibu na watoto wao ili kuwakinga na itikadi kali zinazosambazwa mitandaoni. Kauli ya Rais Samia imepokelewa vyema na wadau mbalimbali, wakiwemo viongozi wa vijana na asasi za kiraia, ambao wamesema ujumbe huu ni muhimu katika kipindi hiki ambacho nchi inaelekea kwenye uchaguzi za serikali za mitaa, na wametoa wito wa maridhiano ya kitaifa na mshikamano ili kulinda tunu ya amani iliyopo. Ninatamatisha moja kwa moja, utachangia kila ambacho unacho kupitia comment section.